Kwa sababu umenunuliwa kwa dhamana, ogopa Mungu, shika sheria yake na utembee katika njia zake. Ukitaka kujua kwamba uko katika njia ya Mungu, uko na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Uko na furaha, uko na amani. Hii inaitwa matunda ya Roho Mtakatifu katika Wagalatia 6. Wagalatia 5:22. Tembea katika hiyo njia ya huruma, njia ambayo ni ya kujenga, sio kubomoa. Ninashangaa na Wakristo wakiambiwa enda meza hii asubuhi, umeze jioni, umeze saa 7, umeze saa 6 ya usiku, wanazingatia. Lakini Mungu anaposema omba bila kukoma, uombe. Ukiomba haujui kama ulisema amen. Nataka niseme ya mwisho ni kwamba tumikia Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako. Tumikia Mungu. Watu ambao hawatumikii Mungu kwa roho yao yote, wanatumikia katika shingo upande. Mwalimu yangu aliniambia, ukitaka kujua washiriki yako, wale wanajua kutoa, wale wana moyo safi katika utoaji, cheerful givers. Baada haraka uchukue na uangalie. Ile imekaa straight manoti, huyo hapo ana roho mzuri. Lakini ukiona ile imevunjwa mpaka imepata accident, ujue mtu alisema nitoe nisitoe, akapinya pesa mpaka ikakuwa shapeless, mpaka akaharibu pesa ya Kenya ikakuwa ingine. So kwa hiyo pesa tu unajua wangapi wako wanatumikia Mungu kwa moyo wao yote na wengine kwa moyo nusu. Hii ya kusema nifanye nisifanye, nifanye nisifanye. Haleluya. Niombe langu kwamba utaambia Mungu, nimefungua hii nyumba yangu, room zote ni zako. Lakini Mungu hii karibu na sitting room uniwachie hii ni yangu. Hata usiingie. Ingia jikoni, ingia room ile ingine, ingia huko, lakini hii Mungu unielewe tu. Unielewe tu hii. Usiingie hapo. Nataka wewe utoe roho yako yote utumikie Mungu. Kwa sababu umenunuliwa kwa bei ya dhamana. Haukununuliwa na bei ya mbuzi na kondoo kama Waisraeli. Umenunuliwa kwa bei ya mwana wa Mungu. Mungu mwenyewe amekarimu mwana wake, akakufa msalabani ili yeyote anayetazama apate uzima. Kwa sababu ya kifo cha Yesu ambaye ilikuwa ya uchungu, hebu karamika pia kwa kujitolea kutumikia Mungu. Ndio tunasema hata kuja kanisa ni kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. Hatutangazi kwamba usipokuja kanisa kuna nini itafanyika kwa bana. Yapitisha haikusaidii. Tunataka wewe peke yako upende Mungu. Na kwa hiyo upendo uamuke kutoka kwako ukienda kwa nyumba ya Mungu. Kwa hiyo upendo utolee Mungu. Kwa hiyo upendo upende jirani. Kwa hiyo upendo usaidie mwenye ana. Kwa sababu umenunuliwa kwa bei ya dhamana. Haleluya. Utaenda kusoma Kumbukumbu la Torati. Lango ni wa 10.
kuanzia 12 mpaka 13. Mambo ambayo nitakana kufanya. Tusimame. Wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana.